Hello, ladies and gentlemen. God bless you. God keep you. God do you good. Amen. This is your friend and your pastor Boniface Makanda. I'm here in Ongata Rongai Glory Church, and I just want to speak to us and to share the love of Christ with you. And with me here, I have a man of God, Pastor John, with an amazing testimony of what the Lord is doing. And I want to share something briefly before I can also engage the man of God here, so that you can know exactly what is going on. Kindly, I want you to share this video cast. I want you to tell your friend that Pastor is on air. I want you to tune in. I want you to listen to this, to send your messages. And this is just a life-changing, a life-transforming program. And that we are trying to use our own life to touch lives. And you realize that people are going through so much. Lives are being transformed. And I'm so sorry that yesterday, being a Sunday, we were not able to come to you live because of some technicalities. But nevertheless, I have you at heart, and I've missed you. And that's why I'm coming to you today. Now, I want you to know one thing. The Bible says in the book of John chapter 1 verse 17 that the law and the prophet, the law came to us through Moses. The law was given by Moses. But grace came through Jesus Christ. Amen. Now, I want you to know one thing. And this is exactly part of what the man of God has been going through and what other people are going through the same. We are living in a world and in a generation whereby the world is judging you, the world is condemning you, the world is bringing you down, the world is castigating evil, is rejecting you based on your life, based on your condition, based on your background, based on what you are coming from, where you are coming from, your education level, your family level, and no one is really trying to understand why you are going through what you are going through, how you are going through the same, and how they can be able to help you out. You need to understand that men are there to judge you. Men are there to condemn you. And some of them, they are only relating to you based on what they can receive from you or based on what they know about you. Now, today people are in pain. People are in tears because of, number one, betrayal. Many people, watu wengi wamesalitiwa, na kwa sababu ya hiyo wanalia kwa sababu ya mateso na machungu ambayo wale ambao waliwadhamini na kuwaheshimu sana wamefanyika kuwa ndio wale ambao wanawasaliti. Namba 2, tunateseka kuhusu watu ambao tunaishi kizazi ambacho watu wamekosa marafiki wa ukweli ambao wanaweza wakaaminika. Rafiki ambaye unaweza kumwambia siri yako, unaweza kumwambia uchungu wako, unaweza kumwambia yale mambo ambayo ni ya aibu, na anyamaze nayo, akuinue kwa maombi, asimame pamoja nawe, akusaidie. Tunakosa watu kama hao. Na ingine pia tunakosa kupata watu ambao tunateseka kwa sababu ya wale marafiki ambao wanakuja kwako kwa sababu ya kile ambacho kinatoka kwako. Now, there are two type of friends. Kuna watu marafiki aina mbili. If you are listening to me. Number 1, we have the shadow friends. Number 2, we have the star friends. Shadow friends ama marafiki ambao ni nyota. Hawa ni marafiki ambao wanakuja kwako wakati ambapo jua lina rafiki wa kwanza ni rafiki ambao wanaitwa kivuli. Kivuli ni rafiki ambao wanakuja kwako wakati ambapo jua linawaka vizuri. Maisha yako yakiwa mazuri, una pesa, familia inaendelea vizuri, kila kitu kinaendelea vizuri. Tuko na hawa marafiki ambao siku zote wanakuja kukaa karibu na wewe. Yes. Wanakufuata, wanakusifu, wanaongea mazuri, wanakula pamoja nao. Lakini jinsi ambavyo kivuli behave is the same way. Wakati jua linaenda linatua, hawatakuambia kwa heri. They just disappear in your life. They will leave you. You wonder where they are. You try looking for them. You try calling them. You can't see them anywhere. And these are a group of friends. Na pia tuko na marafiki ambao wanaitwa nyota. These star friends
Sometimes you'll never see them wakati jua linawaka, hutawaona. Ni kwa sababu wakati huo ni kama hawaonekani, lakini wamesimama katika pango kusaidia maisha yako, wanasimama na kukubariki. Kumbuka kitu kimoja, hata wakati wa giza nyota ndogo hung'aa zaidi. Na leo hii wakati mwingine maisha ya mtu ambaye amepitia inaweza ikawa ni chanzo cha kusaidia maisha yako, cha kuweza kuinua maisha yako. Wewe mpenzi msikilizaji, labda tunakaribia mwisho wa mwaka na umejaribu kila kitu, umejaribu njia zote, umefanya everything and nothing seems to be working, and you are even thinking of giving up in life. I have some good news for you, that you cannot give up in life today. Listen to me, child of God. I know the laws of Moses are there, and you can't be able you can't be able to conquer what you have been going through, because the Lord demands a lot of work. The Lord demands you must be perfect in this, you must be able to do this, you must be connected to so and so, you must be able to provide this, you must be operating in this level or in that class, you must be doing this and this. But listen to me, child of God. The Bible says that the strength of Christ is revealed in your weakness. Now listen to me. The world is looking unto faults on how to bring you down, but Jesus is looking for the opportunity to raise your life up. Under the law, you are the one looking for God, trying to do everything, trying to make sure what your actions, your activities are good and that they can appeal and attract people to you. But do you know what? The first person who was given the law was Moses. And Moses could not even keep the law by himself. He broke the law. And Jesus, the Bible says in John chapter 1 verse 17, that the law was given by Moses. It was sent by Moses. But grace and love came through Jesus Christ. Amen. Now this Jesus is coming not to judge you, not to condemn you, not to accuse you for anything you have done. He is so much interested into making you a better you. A better you, that through your life the testimony of Jesus Christ can be revealed. Yes. I have my brother here, niko na ndugu yangu hapa, Pastor John. Pastor John, hebu niambie majina yako, umesema ni Pastor John nani? Majina yangu ni Pastor John, na umetoka wapi? Nimetoka Kawangware. Umetoka Kawangware. Nimetoka Kawangware. Na huko ndio unaishi? Huko ndio naishi. Naam. Sasa there's a special testimony as the reason why nimeleta Pastor John here. Pastor John has gone through so much. He has gone through so much pain. Amepitia mambo. Ukisikia mtu amepitia mambo, amepitia mambo. And there are things ukisikia kuhusu mhubiri amepitia mambo. You know, pastors, sometimes people look at pastors as supermen. When they expect that pastor is a man who doesn't go through issues, is a man who is staying above here, everything is going on well. But the fact and the truth of the matter is, we fail to realize that there are also human beings who go through issues, who also need someone to share with, someone to talk to. Now, Pastor John, yes. Mara ya kwanza umenisikiza kupitia kwa redio. Yes. Hebu nikuulize, umekuwa ukinisikiza kwa muda gani? Tangu ingie milele ukiwa na Mama Taifa. Naam. Nimekuwa nikikusikiza. Lasi kukusikiza ni wakati nilikuwa nataka sasa kuchukua sumu ni kunywe. Kwa sababu mambo ambayo nimeyapitia unapoenda mahali. Ngoja kwanza pastor. Yes. Wewe ni pastor, unahudumia watu, unawapatia watu maisha, unafundisha watu neno la Mungu. Yes. Lakini unafika mahali, yes. Unapitia mambo, yes. Unaangalia yule ambaye ungeshare na yeye, yes. Yule ambaye angekusaidia, yes. Unaona kila kitu ni kama kiko ngumu. Kabisa. Mpaka unaona the only option, the only alternative, yes. Ni kujitoa hai. Sasa hebu nikuulize, yes. Ulikuwa ulinunua sumu tayari, ama ulikuwa ndio unawaza, ama ulikuwa umekoroga tayari, ulikuwa nayo? What happened? Ulikuwa na sumu tayari? Kwanza nilikuwa na sumu rat. Ile dawa ya panya. Ile dawa ya panya. Ulikuwa nayo tayari? Nilikuwa nayo tayari. Ukunywe? Nikunywe. Kwa sababu maisha yamekuwa magumu. Kwa maisha yamekuwa magumu. Na wewe ni pastor? Mimi ni pastor. Wow. Now maybe kabla hujatuambia kingine kilichofanyika kabla hujakufa, maana uko hapa leo, ningependa kujua tu kwa ufupi.
ni kitu gani haswa ambacho kilisababisha ukaona kwamba sasa maisha hayana umuhimu tena, afadhali unywe sumu ufe na utoweke? Kwa sababu naam, watu unapodhamini wakusaidia, kama ni mandugu zako, kama ni wazazi wako, kama ni pastors, hao ndio watu wanakukejeli. Na kilichokuwa kinasababisha ni issue gani ambayo ilikuwa aswa imekupress mpaka ukaona afadhali ninywe sumu na nitoke na niende? Kwa sababu niseme hivyo, kuna wakati nimekuwa kwa kanisa na nikawa mchungaji, nikawa nimekorofishana na mke wangu ambaye sitamtaja jina. Naam. Yeah, kwa sababu hii ni online, usitaje jina. Basi sitamtaja jina. Naam. Na ni huduma kwa naye, na nikaenda anisaidie, nikakuta huyo mchungaji ama bishop anisaidie. Ndio nikafika mahali nikasema, kama unaweza kuwa na mke wako umetoka naye mbali, unataka kusaidie, na unakuta huyo mchungaji ndio anachukua mke wako kukua ni mke wake, yani ngoja kwanza. Yes. Ulikuwa unapitia issue fulani na mke wako. Yes. Na ukaamua kama wewe mchungaji uende kwa mchungaji mwingine ambaye labda ako juu yako. Yes. Ambaye ni kama labda askofu wako. Yes. Ili angalau akusaidie kwa sababu ya haya mambo ambayo unapitia katika ndoa. Yes. So wewe ulipoenda kushare na mchungaji ukamwambia uchungu wote na kila kitu, ukafungua kila kitu. Yes. Naam. Na baada ya kumwambia kila kitu kuhusu yale ulikuwa unapitia na familia yako, yeye sasa alichukua hatua gani kama mchungaji kwamba pamoja nao? Sasa alichukua kama hiyo shida ninamwambia, ilikuwa furaha kwake, ikakuwa wakashikana na mke wangu kunizulumu. Hata nikimwambia kitu mke wangu hapo anasikia, mpaka hata sasa hivi tunaongea na mwana hivi hatuko na yeye. Okay. Yes. So wewe uliposhiriki na mke wako, badala ya mke wako badala ya mchungaji kumcancel ama kumpatia ushauri ambao unaweza kumsaidia kumuokoa, yeye badala yake aligeuza mke wako, akawa anampatia ujumbe tofauti, ama ni kitu gani alikuwa ni kitu gani alimwambia, ama ni kitu gani ambacho alifanya ukagundua ambacho kilikuumiza roho? Niligundua kwamba ni kama kuna vile wanashirikiana kimapenzi. Aha. Yes. So yule mchungaji ambaye ulitaka aweze kukusaidia, badala ya kukusaidia ndoa yako ambayo ulikuwa unapitia changamoto, yeye sasa aligeuka, akachukua mke wako, akamfanya sasa kuwa mpenzi wake tena. Sasa ikakuwa wewe umebaki pale katikati, kuwa wewe ndio mbaya. Mimi ndio mbaya. Sasa ulipoona mambo kama hayo yamefanyika, ni nini kilifanya mpaka ukaamua kwamba unataka uchukue sumu uweze kujiua? Kwa sababu mtu kama huyo mwenye anataka kusaidia, na hiyo ni kanisa, ndio nikaamua sasa is better I die. Lakini wakati nilikuwa nataka kuchukua hiyo sumu, kuna ujumbe mtu alituma akasema, kama kuna mtu alituma ujumbe akasema ni vizuri kwamba mchungaji atumie kitambaa ama charedi. Na wakati nikusikia ukasema wewe mchungaji Mangala, ngoja kwanza kwa sababu ya msikilizaji na mtazamaji wetu. Wakati ulikuwa umepanga, umeweka sumu pale kando, unataka kujiua. Wakati huo ukawa unasikiliza kipindi chetu kwa redio. Na katika kipindi kwa redio kuna mtu alituma ujumbe, akauliza kuhusu wahubiri ambao wanatumia vitambaa, wanatumia chumvi, wanatumia vitu tofauti katika ibada zao. Na wakati huo nilipokuwa naongea mambo haya, ni kitu gani ambacho kilikushika mind yako, akili ukasikiza? Kenye kinishika. Naam. Ulisema wakati mpendwa msikilizaji alituma message, ukasema Madam Mataifa Eva Malili ndio alisoma ujumbe, akasema ni vizuri kwamba mtumishi wa Mungu kutumia vitambaa vya redi kwa maziba ama kwa huduma. Ukasema hapana, kama sio kitambaa tu ya kawaida, kama ni vitambaa kama hiyo ni mchawi ama ni mganga. Ukasema hiyo, nikakusikia vizuri sana. Na wakati huo naongea mambo hayo, tayari ulikuwa na sumu pale. Tayari nilikuwa sumu pale. Ulikuwa na sumu, nataka kujiua. Na wakati tulianza kusema mtu mzuri ni kuenda kwa kanisa ambalo ninaomba Mungu. Na wakati nilikuwa nafanya hiyo ikaanguka tu chini na natatemeka. Wakati sasa natetemeka. Wakati naanza kufundisha hivyo, na natatemeka. Nikiongea kuhusu hizo vitu, ni vitu za uchawi. Na nikiongea neno la Mungu kwa redio, ukiwa nyumbani, umeshika sumu kwa mkono. Nimeshika sumu kwa mkono. Mkono ukaanza kutetemeka.
Alafu baada ya mkono kutetemeka, hiyo nini ikaanguka. Hiyo sumu ikaanguka chini. Ikamwagika. Ilipoanguka ikamwagika. Yeah. Ukaona ukasema nini? Ukaamua namna gani wakati huo? Sasa nikaamua kukutafuta. Aha. Nikaamua sasa kukutafuta kwa sababu you are the one who saved my life, hata kama hukuniambia. You are the one who saved my life. Ni kwa sababu wakati huo neno la Mungu lilipotoka, macho yako ilifunguliwa, ukaona kwamba sasa hapa nilikuwa nakufa ni kwa sababu nimeelekezwa vibaya na nimefanywa mambo mabaya na waliostahili kunisaidia ndio wamenigeuka. Hivyo basi wacha nijiue. Lakini wakati huo Mungu akakusaidia, ukawa unasikiza program na ukasikia neno la himizo. Na hilo neno la himizo nikakwambia ya kwamba suluhisho sio kwa vitambaa, sio kwa mishumaa. Unasema kulikuwa na chumvi ilikuwa inanunuliwa, alafu na sadaka pesa ngapi? Unanunua chumvi ya 10 bob, alafu chumvi ya 10 bob unaenda na shilingi 200, alafu unachukua unaongeza shilingi 200. Alafu baadaye unaenda unaombewa. Na ukishaombewa, kuna watu ambao wameombewa na wamepata miujiza. Hakuna, ndio maisha inakuona inaumia zaidi. Inaumia kabisa. Ni kwa sababu wameweka imani yao katika vitambaa, wameweka chumvi, katika sabuni, mpaka sabuni, sukari, hata sukari unaambiwa hata kitambaa. Ukinunua hata kitambaa, hata ukinunua Biblia, uweka shilingi 200 uende uombewe. Lakini hayo yote vitu havikuwa vinafanyika vizuri. Na ukafika mahali ukasema sasa mimi ni mchungaji ndio, lakini lazima nitafute aliyesababisha nikakataa kujiua, aweze kunisaidia, tuweze kuongea, tuweze kuomba pamoja ili maisha yangu yaweze kubadilika. Ndio wakati wa mwisho sasa, wakati ulisema ukitaka kukuja mahali niko, chukua gari pale radio, uchukue gari ya kwenda Rongai, tafuta mahali church inaitwa Glory Church. Ndio maana nikafika hapa. Ndio sasa tuko na wewe leo sasa. Amen. Na mpenzi msikilizaji, my dear listener and viewer, you are seeing exactly and you are hearing exactly what my brother, who is a pastor, is going through. That he had reached the end of his life whereby he wanted to commit suicide because of some family matters. Leave alone mambo ambayo amepitia kwa huduma, lakini these are family matters. Now, why am I sharing this with you? I want to let you know that there's a possibility you are going through so much that you are thinking of terminating your life, ending your life, and giving up in life. Unaona kwamba ni kama wewe ndio umefika mwisho na hauhitaji mtu mwingine ambaye anaweza kuongelesha, ama hauhitaji, you're not seeing any hope in future. Wacha nikwambie kitu kimoja. Yesu Kristo alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amen. And in our weakness and in our suffering, the Lord is still interested in delivering your life. I don't know exactly what you are going through this afternoon, but I feel in my spirit that the life of the man of God here that is turning around is also speaking into your life. That pahali ambapo umefika sio mwisho wa maisha yako. Sio mwisho wa maisha yako. Na ya kwamba maisha yako bado, wale watu ambao walitarajia wamsaidie ni wazazi, akatarajia atasaidiwa na wahubiri, akatarajia atasaidiwa na marafiki, akadhania atasaidiwa na mandugu, lakini kulingana na ushuhuda ambao nimesikia, ambao sitaenda sana, ni kwamba ndugu zake walikuwa kazi yake ni kumdhulumu, kumnyang'anya vitu na hata kumtesa, wanamfanyisha kazi ngumu na baadaye wanamnyang'anya pesa hizo zote. Naye wazazi ambao angesimama pamoja nao, kumbuka Biblia inasema hivi, mzazi anaweza akamwacha mtoto ambaye amenyonyesha, lakini tunaye Mungu ambaye hawezi akakuacha. Wazazi pia, kwa sababu hiki ni kipindi ambacho tuko nacho hewani, hatuwezi kutaja majina. Wazazi pia ambao alidhania kwamba wanaweza kuja kumsaidia, wao pia wakasonga kando, wakakaa kando mbali pamoja na yeye, na akadhania kwamba labda basi nitakimbilia kanisani, lakini kanisa pia ikajitenga, ikawa iko mbali, because no one want to associate with a failure or someone who is not doing good in life. Na kwa sababu hiyo nakuja kwako msikilizaji mpenzi, mtazamaji popote ambapo yupo, listen to me. Our help and our salvation does not come from men. Our help and our salvation come from the Lord God Almighty. Maybe wewe unaona ni kama ulikuwa umefika mwisho. You have not come to the end
kufika mahali ambapo mhubiri alikuwa amefika mwisho. Alikuwa amefika mwisho. Imagine a whole pastor kushika sumu, ameenda kwa duka akanunua sumu, anataka ajiue. Alikuwa amefika mwisho. Na hakuna mtu alijua. Na hakuna mtu alikuwa amejua. Hata ni wewe tu nimeambia. Ni mimi ndio nimeambiwa. Hakuna mtu alijua, hata hii ni wewe naambia kwa sababu I know vile Mungu amekuita. Ndio maana ni kwamba hata ndugu yangu hata mtu yoyote, hata mwenye nafanya kibaraza hata hakuna. Na ikafika mahali mpaka maisha ikaenda ukaishi ukabaki peke yako. Mke wako akakuacha, mtoto ako mbali kando na wewe, marafiki wakakuacha, na hata leo hii umefanya kazi usiku wote na ukaamua huendi nyumbani, unatoka huko moja kwa moja mpaka hapa kuja kuniona ili tuweze kuomba pamoja na wewe. Now, sasa mimi nitakwambia kitu kimoja ambapo pia naambia msikilizaji wetu na mtazamaji ambaye anatuona leo. Ujumbe huu unaweza kuonekana kuwa mwepesi, lakini ni ujumbe wa kukomboa watu wengine. Ya kwamba wakati unadhania umefika mwisho wa maisha yako, kuna tumaini kutoka kwa Bwana juu ya maisha yako. Amen. Ule mti ambao umekatwa, bado kuna tumaini, unaweza ukachipuka tena. Amen. Na ukamea. Amen. Na ningependa kuambia watu hivi, Yesu Kristo hahitaji mambo mengi kutoka kwako. Hahitaji mshumaa, hahitaji kitambaa, hahitaji mafuta, hahitaji chumvi, hahitaji umesema mpaka sukari, hahitaji hizo vitu zote. Kile ambacho anataka ni kwamba wewe uko tayari kukutana pamoja na Yesu Kristo. Amen. Na wakati unakutana pamoja naye, pamoja na mtazamaji ambao unanitazama, nataka kusema hivi, from today your life is turning around. Amen. Na kuna watu umeniambia, kuna watu ambao umewasikia wengi wakishuhudia kule nje jinsi ambavyo maisha yao imebadilika wakati ambapo wamesikiza program hii, wamesikiza nikizungumza neno la Yesu Kristo, neno la upendo pale msalabani. Msalabani kuhusu wokovu wa Yesu Kristo. Unasema wengi walikuwa wamekufa moyo, wanataka kujiua, lakini wakisikia sema hapana, kuna tumaini hapa. Na leo hii unasema kama maisha yako ilikombolewa kutoka kwa kutokunywa sumu mpaka wa sasa umesimama, inamaanisha ya kwamba kuna kesho njema ambayo Bwana amekupangia. Amen. Na leo hii mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote ambapo upo, ningependa pia kukuhimiza, sijui unapitia maisha gani, labda kuanzia January mpaka leo, there's never been anything good in your life or coming on your way. Do not dare give up in life. There's something the Lord has for you, and your life is going to be a testimony that will turn the lives of other people around. Maybe you are there, you are talking like pastor, pia umejaribu, umefanya mambo mengine. Today is your day. Jesus came to show you love. Biblia inasema kwamba in the book of John chapter 10 verse 10, mwizi anakuja kuiba, kuua na kuharibu, lakini Yesu Kristo amekuja ili uwe na uzima, tena uwe nao tele. Hujafika mwisho wako, na wakati unaona umefika mwisho, hapo ndipo Mungu anataka aanze mwanzo mpya pamoja na maisha yako. Kwa hivyo leo hii ndugu yangu, nataka kusema hivi, kwa yale ambayo umepitia, don't give up, it's a new beginning. Na wewe utakuwa chanzo, kielelezo na mfano wa baraka za Mungu kwako na pia kwa watu wengine ambao utakutana pamoja nao. Your life is changing forever. And people who knew you before wataangalia wasema kwamba this must be the hand of the Lord. Mpenzi mtazamaji, ningependa kuomba pamoja nao. Sielewi ni mambo gani ambao unapitia. Labda ni kupitia kwa maisha yako ya kawaida, labda ni kupitia mambo ya familia, mambo ya uhusiano, mambo ya ndoa, mambo ya huduma, na mambo ya kazi, mambo ya shule, mambo ya rent, mambo kama hayo yote. Nataka kuamini Mungu pamoja nawe ya kwamba mchana wa leo Bwana anakushika mkono, anakupa tumaini nyingine, na anakuvukisha hadi
katika nafasi ya pili. Amen. 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 Hivyo basi tungependa labda uko pale unatusikiza na hujampokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Kabla hujaomba mchungaji. Naam. Nashukuru sana vile ulisikia mwito wangu. Naam. Na wakati ulipata barua nataka kukuona. Naam. Uli respect na ukanikubali. Amen. Lakini kuna wachungaji wengine hata akisikia mtu kama mimi anataka kumuona. Naam. Anahepa vile nikwambia wale kuna wachungaji na waendeanga wanajificha, wengine anaambia bibi siko lakini hapo. So nilishukuru sana hata vile umeingia wakati uliniambia nikuje, hata vile umenikuta hapo kwa gate. Sikuwa understand ni wewe, lakini nilishtuka kumbe mwenye nilikuwa nafikiri ndaona mtu kibonge. Lakini nashukuru niliona mtu alafu tuko na yeye, tumekaa na yeye, nimefurahia sana. Amen. Wachungaji wote wakiwa kama wewe naona hii nchi ikienda mbali. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akuinue. Amen. Mungu akutendee mema. Popote unapotembea popote, na ninaomba tu unishike tu mkono. Amen. Unishike tu mkono. Amen. Niko na maono, unishike tu mkono. Amen. Tembee tu na wewe. Na nataka nikuhakikishia kwamba hayo maono aliyekupa ni Mungu. Amen. Na Mungu hawezi kuruhusu hata siku moja ile kazi alianzisha ndani mwako iweze kwenda chini. Amen. Na kwa sababu hiyo tunapoendelea kuomba na kuhakikishia, tunatoka hapa na ushuhuda na tunashuhudia kwamba Yesu Kristo ametenda. Amen. Mpenzi, labda hujampokea Yesu Kristo kama na mwokozi wa maisha yako na ungependa kumpa Yesu Kristo maisha yako, ulikuwa umekata tamaa, lakini kuna tumaini jipya ambalo Bwana ako nalo kwetu. You want to give your life to Jesus Christ. Kindly pray this prayer behind me. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Forgive me of my sins. Forgive me of my sins. I receive you in my heart. I receive you in my heart. And I confess with my mouth. And I confess with my mouth. That you are the Lord. That you are the Lord. Leo hii. Leo hii. I give my life to you. I give my life to you. Come and live in me. Come and live in me. Make me your son. Make me your son. From today. From today. I am a born again child of God. I am a born again child of God. From today. From today. The Holy Spirit is on me. The Holy Spirit is on me. I have the hope. I have the hope. And the faith. And the faith. That my tomorrow. That my tomorrow. Is better. Is better. Amen. Amen. Nataka niombe pamoja na wewe popote ambapo upo na labda unapitia hali ngumu ambayo sielewi. Unaweza kuwa unapitia hali labda kuna kitu there's something you are pursuing in life and every time ni challenges tu na changamoto zinapitia. I want to hold your hand and to declare that the Lord God Almighty will give you a testimony and give you a bouncing back power in Jesus' name. Amen. Let's pray together. Father, in Jesus' name, we thank you because of our listeners and because of our viewers. Oh Lord. I want to soak them into the blood of Jesus. And I speak the blessing of the Lord upon them. Hallelujah. Even as I decree over my brother here today, yes. that his life is taking a new shape. Oh yes. There's a shift taking place in the name of Jesus Christ. I want to cast out the power of the enemy, every forces of darkness, every forces of embarrassment, in the name of Jesus Christ. I speak life, I speak grace, I speak abundance in the name of Jesus Christ. And from today I decree and declare to you, your life is turning around. Your life is turning around. Your life is turning around in the name of Jesus Christ. No spiritual or physical weapon fashioned against you prosper. And any tongue rising against you, I condemn. Any finger rising against you, I condemn. Any mouth rising against you, I condemn. Any eye rising against you, I condemn. I bless you in the name of Jesus. I decree that you are going out and you are coming back is blessed. I speak the favor of the Lord upon you today. In the mighty name of Jesus Christ. Every place you have failed in life before, you are raising up again and coming up with a testimony. In the mighty name of Jesus Christ. Every place you have failed, you are raising up again and you are getting a testimony in the name of Jesus Christ. Father God, I pray that, Lord, your mighty hand of grace is touching all our viewers, wherever they are, and you are giving them a shift in the realm of the Spirit. I bless you and decree from this moment that it's done and settled, and so shall it be in Jesus' name.
Amen, amen, amen. Ladies and gentlemen, this is our pastor John, all the way from Kawangware. He was here very early. Ulifika saa ngapi? He was 6:30 was here. Ulifika 6:30 hapa. 6:30. God bless you, sir. Amen. Amen. And I'm here for any inquiry, for any question, for anything you want us to talk about. You can inbox me. You can send your testimony. Na pia kama kuna ushuhuda kitu ambacho Bwana Yesu amefanya, I'll be so excited to host you and to have a word with you here, so that your testimony can also be able to encourage someone else and deliver the life of another person. I love you guys. I love you, my people. I treasure and honor you that you have always been there to listen, to partner with us, to stand with us. God bless you. God bless you. God bless you. That whatever you have been going through, it is like, listen to me. God does not train you by taking you to a classroom. He takes you into a process. Yes. And for everything you learn in this process, listen to me. God has taken you there, yes, that you can become a blessing to other people. Yes. Don't take the lessons that God has trained you in your pain. Yes. In the pain you have been through, yes, don't take those lessons as a disguise. Those are your teachers that you are going to heal the heart of someone else. And I want to assure you, there are many people here with the testimonies. And for every testimony you have received, I want you to know that I will love you to share it also. Kumbuka, our pastor here, he was giving up in life. Yes. Anataka commit suicide. Yes. But the hand of the Lord delivered him. Who knows? Unajua ni mchungaji? Naam. Stima ilikuwa imeenda. Stima ilikuwa imeenda siku hiyo. Na wakati naingia tu nikifungua radio. Yes. Nikasikia ndio wewe unaingia kwa studio. Ndio naingia studio that morning. Ndio hiyo. Na sasa hizo ushakoroga sumu. Naweza sema mimi kukuwa hai. Yes. Nishukuru Mungu kupitia kwa wewe kusema hilo neno ndio nikapata. Amen. Kwa sababu nilitetemeka mkono when the word was coming by the radio. Yes, I started trembling in my hand. Mkono unatetemeka mpaka sumu inashindwa kukaa kwa mkono. Ikaanguka chini. Na sasa nimekuambia hakuna mwenye anajua, hata ni vile tu wamejua kwa sababu tuko hapa live, lakini hakuna mwenye alikuwa amejua, hata wazazi hawajui, hata ndugu yangu hawajui. You are a man of a testimony. Yes. You cannot die. Amen. Don't die. Amen. You will save other people's lives. Amen. Now, ladies and gentlemen, you have all heard about him. Ni mhubiri, lakini life ilikuwa imefika mwisho. Anataka kunywa sumu na akufe. Sijui ni kitu gani kinakuweka chini. Refuse to go down. Amen. Refuse to die. Hallelujah. Raise up from your pain, from your embarrassment, from your circumstance, and from your situation, Lord, and declare and say, you are a living testimony, and that you are not going to die, but to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Whatever is discouraging you, whatever is bringing bad news to you, whatever is bringing your soul down, that you might die. I'm here to declare in the name of the Lord. Oh, yes. I want to speak unto the level of people watching me today. I don't know who has brought you down, who has broken your heart, who has betrayed you, who has brought you down. Listen to me, child of God. There is another better side of what you have been going through. Yes. There's another better side than committing suicide. Yes. There's another better side than kukimbia barabarani gari kukanyage. Yes. There's a better side than killing your children and killing your wife and killing your husband and killing yourself. Hey, listen to me. One day you'll remember this day and give a testimony that you decided, you received a new hope for your life. And do you know what? God is not here to judge you. God is not here to condemn you. God is not here to accuse you. Oh, yes. God is here just to receive you the way you are. Na matambara yako, na takataka yako, na aibu yako, na uchungu wako. The Lord is, I don't know who I am talking to today, but there's a possibility the person I'm talking to right now, I may not know you in person. I don't know who I'm talking to now. But listen, your life is a testimony in preparation. Amen. Your life is a testimony in preparation. Oh, yes. That you are going to touch nations. Oh, yes. The person who preached to me the gospel when I was about to commit suicide too, by the way,
I got saved when I was trying to commit suicide. Na nilikuwa nimeenda kuomba maombi ya mwisho ili nikufe. And the preacher said, there's a young man here who want to commit suicide, but the Lord has called him with a ministry that is bigger than mine, and will travel all over the world preaching the gospel. I gave my life to Jesus Christ, and from that time my life changed. And indeed, as he said, I've been traveling all over preaching the gospel. Don't die. Don't give up. Become an encouragement to another people. Amen. Move beyond, above the discouragements. Refuse to be put down by anybody. Yes. And say, hey, I know who I am. I am a child of God. Amen. Hata kama umejaribu kuacha kitu fulani na hakiishi. Amen. Every day wake up, declare, I'm the righteousness of God. Yes. Hata kama umefanya dhambi, Yes. umeumia, umeanguka chini, Yes. amka na useme, I am the righteousness of God. Ooh. And that God has a good Hallelujah. plan for me. Hallelujah. In the name of Jesus. Ooh, hallelujah. The world is waiting for you. Ooh, The hallelujah. world is waiting for you. Na furaha, Your testimony will hallelujah. change, will turn things around. Amen. And my brother, I can see the joy in you. Ile furaha ambayo iko ndani mwako, ile huzuni, ile uso ulikuwa unakaa kama umejikunja, naona it has already changed. Oh. And you now have hope. And you know what? Yaani unajua nini? Yeah. Vile nilikuja, Yes. naona kuna mabadiliko. Kuna mabadiliko already. Kuna mabadiliko. There's something happening. There's something happening. And you are going very far. Amen. 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 Ladies and gentlemen, I have to stop there, but I love you so much. I really appreciate you for tuning in. And this message you can as well share to other people. Let people know what God. There's someone who might be giving up and almost dying because of what they're going through. If you can share this to somebody, if you can give people this hope. Mchungaji naweza sema hivi. Naam. Ikiwa wewe ni mchungaji. Naam. Na una watch hii video. Naam. Na pengine unapitia mambo yenye napitia. Naam. The solution is don't hang up yourself. Yes. The solution don't take poison. Yes. The solution ni vile nisikia mahubiri ya mchungaji ndio nikawachana nayo. Naam. So tukimbia neno la msalaba. Naam. Hiyo ndio naweza ambia wachungaji wenzangu. Ninajua mnapitia, kuna wenye wako na huduma, kuna wenye wamejekejeliwa, kuna wengine hata ameitwa lakini hana huduma, amedharauliwa, ametusiwa. Usikufe moyo. Mimi Mungu ndio alinituma kwa mchungaji, ndio akuja kwa Milele FM ndio nimsikize, ndio nikuwa kama singesikiza hiyo ningekuwa nishakufa saa hizi. Wanafanya maombolezo. Kwa ni Mungu Uweze kufa. And let me tell you, anything you lost, yes, the Lord is going to restore. Amen. In Jesus. And the same to you. For all that you have lost, yes, the Lord is restoring. Hey, you guys, I just love you so much. I feel like I can be here the whole day, but we have to end this show. And if you feel like there's a testimony you will also love to share, yes, kindly inbox me. I want to bring you on board. You need to heal somebody. God did not deliver you for nothing. He delivered you for someone else. He delivered you for other people. Yes. I want you to become a blessing to somebody. Amen. 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 God bless you, keep you, and do you good. I'm here in Ongata Rongai. I'm just in the church. I know it's on Monday, whereby many pastors are resting. I was also resting, but when I had a call from my brother, the man of God, aliponitumia message saa 12:30 ya kwamba ako already in the church, I felt like, wow, this is a wonderful thing. I just need to meet him, share the love of Christ with them. This is all about Christ and God's love. Amen. God bless you. Amen. God keep you. Shalom, shalom. Amen. I love you so much. Thanks very much. Amen. God bless you. Amen. 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 Asante sana. Amen.